Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Imekuwa ni siku nzuri kabisa kwa Mr. and Mrs. Ngosha. Wamekuwa na shughuli nzuri kwa ajili ya kuwafuturisha ndugu zetu ambao pia wamekusanyisha kwa siku ya leo. Kwanza Ngosha, hongera sana kwa jambo lako kwa siku ya leo. Tunamshukuru Mungu, tunashukuru walioitikia, tunawashukuru waandishi wa habari, tumshukuru Mrs. Ngosha. Yes. Kwa hiyo tunatoa shukrani za dhati. Leo tulikuwa tunapata chakula pamoja na watoto wenye mahitaji maalum, na tumeona support, watu wamesupport kwa sababu tuliandaa hizi product zetu za Irate. Watu wakinunua ile kinachopatikana basi tunakipeleka kwa watoto wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo ndio ilikuwa target yetu kwamba tunawasupport wale watoto wenye mahitaji maalum kwa njia hiyo. Kwa hiyo kwetu sisi ni furaha, watu wameitikia na wametusupport, wadau mbalimbali, wasanii mbalimbali kama mlivyoona, na hata nyinyi support yenu kama waandishi wa habari tunawashukuru sana. Ni watoto walikuwa wangapi? Watoto walikuwa 30. Okay. Na wageni wengine ni rafiki zako, sio? Wageni wengine rafiki zangu. Kwa tumealika pia viongozi wa dini. Kama ulivyoona na mashehe walikuwepo hapa. Kwa almost tuko kama watu 155 hivi. Sawa. Labda pengine mtu anaweza akawa anawatazama sasa, anajiuliza Ngosha anafanya hili kwa madhumuni gani? Dini ya kweli kusaidia yatima, wajane, hiyo ndio dini ya kweli. Kwa hiyo nilikuwa natimiza kile ambacho ninaamini Mungu ametupa sisi kama amri. Kwa hiyo ni vizuri kukula au kushare kile ambacho uko nacho na watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo kwetu sisi ni baraka, kitu ambacho yani, unajua moyo wa kutoa ni maisha ya mtu. Ukiwa na moyo wa kutoa ni rahisi kupata, lakini ukiwa na moyo wa kutoa, usipotoa unaumwa. Kwa hiyo kama ingeisha bila kutoa, basi ungeumwa. Neno Mrs. Ngosha. Ndipo kwa siku naizungumzia hapa. Mwezi wa Ramadhani nifikirisha kwenye na Mr. hapa na nini? Labda ungependa kuizungumzia siku. Ni siku ya baraka kwanza, na tunashukuru wote waliofika, na hiki ni kitu ambacho tulikuwa tumekiplan muda mrefu, na tunamshukuru Mungu ametuwezesha kutimiza leo. Mwitikio umekuwa mkubwa sana, lakini ilikuwa ni short notice. Lakini watu kama mlivyoona wameitikia na tumefurahi, watoto wamefurahi na kama hivyo. Okay, sawa. Kuna baadhi ya wadau ama watu mbalimbali tunaona pia mitandaoni, namna ambavyo pia baadhi ya watu maarufu kama nyinyi mnavyofuturisha hivi, mnaita media, mnarekodiana na post kwenye mitandao ya kijamii. Kwa nini labda isingekuwa tusiitane na kamera tu, futurishane tu na vitu visiende mitandaoni? Labda ingekuwa ni thawabu zaidi. Ngoja nijibu hilo. Iko hivi, Mungu ametoa maarifa kwa watu kwa ajili ya kuongeza teknolojia ili kufikisha message kwa watu kwa wepesi. Unaelewa? Kwa hiyo msanii au mtu yoyote anapokuwa anafuturisha au anapokuwa anafanya jambo lolote, hata anasaidia akapiga picha au akarekodi, dhamira ya ndani Mungu ndo anaijua. Kama dhamira yako ni show off, hilo ndio tatizo. Ila kama dhamira yako ni kwa ajili ya wengine kuguswa au kujifunza kupitia wewe, kwa sababu pengine leo na sisi tumefanya hivi kwa sababu kuna watu tuliwaona. Tusingewaona wale watu, tusingepata hiyo nguvu au tusingejua njia gani tunaweza tukawafikia wenzetu. Kwa hiyo kitendo cha kuita media au kitendo cha kuweka kamera ni kwa ajili ya kuinspire wengine ili kuendeleza ule umoja, kuendeleza upendo, kutangaza mambo mazuri. Kwa hiyo kama ni jambo zuri, kwa nini kamera zisiwepo? Kama ni jambo baya, ndio kamera zisiwepo. Si umenielewa? Kwa hiyo hata wewe ukiwa na jambo lako unasaidia, piga picha. Nia ya ndani Mungu ndiye anaijua. Acha watu wajue. Hata mitume wa zamani walikuwa na media fresh, kwa sababu media za zamani ilikuwa ni maandishi, si wameandika na tunasoma. Ulianzisha kampeni hapa, wasanii au waaliko wanunue bidhaa alafu ule mchango uingie kwa watoto yatima. Ni jambo zuri sana. Kuna namna gani limefanikiwa Ngosha? Kwa kiwango gani kimefanikiwa? Of course nashukuru, mwitikio ni mzuri, watu wamenunua na wamenunua set. Unaelewa? Kwa sababu hizi bidhaa pia ni bei nafuu. Kwa hiyo watu wamenunua
Kwa hiyo na wengine wafanyabiashara ambao wanataka mzigo uende dukani kwao wameagiza. Kwa hiyo kitakachopatikana basi tawafikishia walengwa, maisha mengine yataendelea. Kwa hiyo mwitikio umekuwa mzuri kiukweli, na wewe kama hujanunua karibu sana, jitahidi. Sawa, utakuwa huu ni mwendelezo labda pengine wa kurudisha kwa jamii kama hivi? Huu ni mwendelezo. Nitarudisha kwa jamii kitu kingine, wewe utaona au utaamini. Alafu kurudisha kwa jamii sasa hivi nilikuwa nawaza kitu kimoja. Nilikuwa namwambia huyu, sometimes kurudisha kwa jamii unaweza kurudisha hata kwa matajiri. Yaani kwani ukimfuturisha tajiri una shida gani? Tajiri ameshafanikiwa. Hamna. Naye ni binadamu, anahitaji kuna mtu naye amtie moyo. Sasa umeelewa? Ngoja siku moja waandishi wa habari na wafanyie surprise, yani na nyinyi waweke kwenye kundi fulani. Yani unawachukua waandishi wa habari wanaenda kula bata Dubai. Wanazurura Dubai waandishi. Yani nchi nzima inakosa waandishi wa habari. Ndio wewe utakwenda Dubai. Na wapeleka China, mnazurura kule, huku media zote zinanyamaza. Mnakula bata, mnarudi, na nyinyi ni binadamu. Na kwa nini sasa hii back to society ama kurudisha kwa jamii ni kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani, labda isiwe vipindi vingine? Maana ngosha tujawahi kuona ukifanya shughuli za kijamii mara nyingi. Hii ni kipindi cha Ramadhani, lakini pia ni kwa lazima. Ni kipindi ambacho watu wengi wanakuwa na utulivu. Si umeelewa? Watu wengi hawaendi baa. Hiki kipindi kidogo upatikanaji wao unakuwa ni mwepesi. Ni kipindi ambacho ukimwambia mtu swala fulani ambalo linahusu kugusa maisha ya watu, anakuwa emotional, yani anakuwa tayari kwa ajili ya kusupport. Lakini kile kipindi vingine unakuwa watu wengi wamevurugwa, wamechanganyikiwa, kuwapata inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo hiki kipindi kidogo Mungu ametusaidia sana. Na kipindi hiki nimeambiwa pia kimekuwa kipindi kizuri kwa mahusiano yenu. Nimeambiwa shemeji yangu bwana uso umevimba sasa hivi. Mbona hujavimba? Umeambiwa na nani? Nimeambiwa na wewe unaonaje? Hongera shemeji. Ya nini? Ngoja nini? Ujauzito. Roja umechanganyikiwa. Nimefungusiwa hapo nikamwambia muangalie Melody Mrs. Ngosha uso sasa hivi Nimevaa hivi labda. Achana na mambo kuzoea. Huyu anakula vizuri. Unajua kisha kwa msukuma. Kula, sala kula. Swala dogo. Kwa hiyo mambo ya kula, huyu anakula mpaka mashudu ya maziwa. Na nafanya mazoezi pia. Nikasema hiki kipindi hiki ni kipindi chema kabisa cha watu maarufu kushikashika swala la ujauzito. Usiongelee tu mambo ya kuvimba uso, lakini you can see my skin. Natumia products za Irexo. Labda hicho ndio kinachowachanganya. Anakula vizuri, anapata mwili, anapaka lotion nzuri, anaoga sabuni nzuri, alafu anafanya mazoezi. Uzuri kwenye hali hii anatakiwa ale kweli. Mazoezi gani kwanza unazungumzia hayo? Mazoezi gani? Si gym. Nikajua mazoezi ya chumbani. Anaingia gym, anapiga mazoezi, yuko vizuri. Alafu hicho mnachokiwaza, kwani kina dhambi gani? Mimi sina shaka mnapokikaa na nyinyi. Sasa nimeambiwa na rafiki yake wa karibu. Hakipo. Kikifika kitajieleza chenyewe, pembe la ng'ombe alifichiki. Kweli. Wewe subiri, mambo haya yafichiki. Na swala la ndoa labda pengine tutarajie hivi karibuni. Ndoa ni nini? Ndoa ni nini? Kuhalalisha mahusiano. Nani anahalalisha? Nani anahalalisha? Mashahidi kama ni Muislamu ndio msikitini au viongozi wa dini ya Kiislamu, kama ni Mkristo mchungaji atahalalisha. Yaani ni kujirasimisha mbele ya Mungu. Hivi niulize swali. Anayehalalisha ni mchungaji au ni Mungu? Ambao wamepewa watumishi wa Mungu. Wamepewa watumishi wa Mungu. Wamefanyaje? Ndio ambao wanahalalisha. Sisi ni watumishi wa Mungu pia. Kwa hiyo wewe huna imani na haki ya kuhalalisha. Sisi ni watumishi. Sisi watumishi wa Mungu. Unakubali hili swala kweli? Ndio. Sisi watumishi wa Mungu. Kanisani ile ndio ndoa ambazo zinafahamika kiserikali. Wazungumzia serikali. Utapata 100 mbovu mbeleni. Sasa hayo wenyewe msijali. Kwa nini wazungumzia 100? Kwa hiyo unamaanisha kwamba sisi tunataka tukapigane kule mbele. Tunapanga sisi mmepanga kutumaliza. Mshindo na mlegee. Okay, nashukuru sana. Au kuna jambo la kujazia? Okay, thank you so much baba. Na sisi tunashukuru sana kwa mwitikio wenu. Mungu awabariki. Nimependa. Naona media zipo za kutosha, Clown, MTV, Kalima Story, Global Media, PMTV. Wote hawa asanteni sana jamani. Mungu awabariki. Mniposti kila la heri jamani, kama katoto ka kiume mkaite Roja. Tunashukuru sana. Roja mkaite Roja. Maana Roja ni nini? Roja Mastori.